Huu ni mwendelezo wa sheria 4, sheria ambazo zinahusiana na uwepo wa mwanadamu katika dunia, au kwa lugha nyingine tunaweza tukasema ni sheria au ni kanuni ambazo zinasimamia na kulinda kusudi la mwanadamu kuwepo katika hii dunia. Kama tulivyoelezea katika video nyingi ya kwamba kusudi lolote lazima lilindwe na sheria. Kitu chochote ambacho nakiona mwanadamu amekitengeneza au kitu chochote ambacho Mungu amekitengeneza huwa kimepewa kusudi, na hilo kusudi ili liendelee kufanya kazi au hilo kusudi liendelee kuwepo, lazima huwe na sheria, lazima huwe na kanuni ambazo zinalinda kusudi au zinalinda zinalinda sababu ya hicho kitu kuweza kuwepo. Kwa hiyo katika series yetu hiyo au katika mfululizo wa masomo yetu haya tutaenda kuzungumzia sheria 4 au kanuni 4 zinazohusiana na uwepo wa mwanadamu katika dunia, au tutazungumzia sheria 4 zinazolinda kusudi la uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Kumbuka, na kusudi la mwanadamu kuwepo katika hii dunia tunasema yako matatu. Kusudi la kwanza ni kusudi la kuendeleza uumbaji. Kila mwanadamu ambaye anakuja katika hii dunia ndani yake amewekewa uwezo wa kuendeleza kazi ya uumbaji, na tunaendeleza kazi ya uumbaji kupitia akili zetu, na akili zetu zinapata uwezo wa kuweza kuumba vitu na kuvileta katika hii dunia kupitia maarifa. Pia kusudi lingine la kwa nini tuko duniani, tuko hapa duniani ili kutawala dunia, kutawala changamoto, kutawala mazingira, kutawala kazi za mikono yetu. Na uwezo wa kutawala pia uko ndani yetu, na hili tutawale tunahitaji kuwa na maarifa, tunahitaji kuwa na hekima, pia tunahitaji kuwa na ufahamu. Kila mwanadamu ambaye anakuja katika dunia, akili yake imewekewa uwezo wa kuweza kuzalisha hivi vitu vitatu, na kila akili ya mwanadamu inayokuja katika dunia imewekewa uwezo wa kuweza kuhifadhi hivi vitu vitatu. Kwa hiyo mwanadamu anapozalisha au kuhifadhi hivi vitu vitatu vinavyotoka nje ndivyo vinampa mwanadamu uwezo wa kuweza kutawala changamoto, uwezo wa kuweza kutawala kitu chochote ambacho kipo katika hii dunia. Ukiona maisha yanamtawala mwanadamu, ukiona changamoto zinamtawala mwanadamu, ukiona kitu chochote kinamtawala mwanadamu, ukiona hofu inamtawala mwanadamu, ukiona wasiwasi inamtawala mwanadamu, maana yake ni matokeo ya huyu mwanadamu amekosa maarifa ya kina, amekosa ufahamu, amekosa hekima kuhusiana na hicho kitu ambacho kinamtawala. Pia kusudi lingine, kwa nini tupo katika dunia? Tupo katika dunia ili kusimamia kazi ya uumbaji ya uumbaji. Vitu vyote ambavyo Mungu ameviumba, amemwamini mwanadamu na ameviweka chini yake ili aweze kuvisimamia. Mungu ametupa haki au ametupa nguvu ya kuweza kusimamia akili zetu, kusimamia miili yetu, kusimamia mazingira yetu, kusimamia dunia, kusimamia kitu chochote ambacho kipo katika dunia. Lakini ili tuweze kusimamia hivi vitu tunahitaji maarifa, tunahitaji hekima, tunahitaji ufahamu. Kwa hiyo ukiona mwanadamu ameshindwa kusimamia kitu chochote, ukiona mwanadamu ameshindwa kusimamia maisha yake, ukiona mwanadamu ameshindwa kusimamia biashara yake, ukiona mwanadamu ameshindwa kusimamia mifumo inayoongoza na kuendesha maisha yake, ukiona mwanadamu ameshindwa kusimamia akili yake, hii yote ni matokeo kwa sababu mwanadamu amekosa maarifa. Kwa hiyo maarifa, hekima, ufahamu kwa mwanadamu ni vitu vya muhimu na vya msingi sana, kwa sababu ndivyo vinavyomwezesha mwanadamu aweze kutimiza kusudi lake la yeye kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo hivi vitu inatakiwa tuvitafute kwa nguvu zetu zote, kwa akili zetu zote, kwa nafsi yetu yote. Tukivipata hivi vitu vitatuwezesha na vitatupa ile amani ya kweli ambayo iko ndani ya moyo. Kwa hiyo haya ndio makusudi ya kwa nini mwanadamu yupo katika dunia. Kumbuka tumesema kusudi lolote lazima lilindwe na sheria, lazima lilindwe na kanuni. Kwa hiyo zipo kanuni 4 za milele. Hizi ni kanuni ambazo zilikuwepo hata kabla ya dunia kuwepo. Ni kanuni ambazo Mungu alizikusudia ya kwamba ndizo zitakazo kuja katika dunia, ndizo zitakazolinda, ndizo zitakazowezesha kusudi la mwanadamu liendelee kuwepo
na wanadamu waendelee kuishi katika hii dunia. Kwa hiyo tukitokea tunavunja hizi sheria, tukitokea hatuzifahamu hizi sheria, manake tunapoteza ile sababu ya kwa nini sisi tupo katika hii dunia. Tunapoteza maana maisha yetu, tunapoteza uwezo wetu wasi ambao uliwekwa kwenye akili zetu hizi zituwezeshe kutimiza haya makusudi matatu ya kwa nini tupo katika hii dunia. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuzielezea hizi sheria, ningependa tuweze kujifunza nini maana kanuni au nini maana ya sheria. Kanuni tunasema ni sheria za msingi. Tunaposema sheria za msingi, manake sheria zote ambazo wanadamu wamezitengeneza, sheria zote za kweli ambazo wanadamu wamezitengeneza. Tunapozungumzia sheria za kweli, maana sheria ambazo zinamwezesha mwanadamu kuweza kutimiza kusudi la kwa nini yeye yupo hapa duniani. Maana hizi sheria zote ambazo wanadamu wamezitengenezwa, manake msingi wake wa kweli upo kwenye hizo kanuni 4. Tutaenda kuziangalia kanuni 4 au hizi sheria za milele 4 ambazo ndizo zinazolinda ulimwengu wetu, ndizo zinazolinda kusudi la kwa nini sisi tupo hapa duniani. Kwa hiyo hizi sheria 4 ndizo zinazotengeneza msingi wa sheria zote ambazo tunaziona katika maisha yetu, au sheria ambazo mwanadamu amezitengeneza, au sheria ambazo mwanadamu atakuja kuzitengeneza, kwa sababu mwanadamu anatengeneza sheria ili zimsaidie katika kuendelea kulinda amani, kulinda utulivu na kuweza kuleta ustaarabu au ustawi kwenye jamii. Kwa hiyo sheria zote za kweli ambazo zinawekwa na nchi au zinawekwa na taifa lazima ziwe na kusudi hili. Na kumbuka sheria 4 zile za msingi tumesema zipo ili zimwezeshe mwanadamu aweze kuwa mbunifu, aweze kuumba, aweze kutawala na aweze kusimamia. Na kazi yoyote ya serikali au kazi yoyote ya taifa linapenda liweze kuzalisha watu ambao watakuwa na uwezo wa kuweza kutimiza haya makusudi manne. Unapoona mifumo ya elimu ipo ili mwezeshe mwanadamu, ili iwezeshe akili ya mwanadamu iweze kuumba, iweze kusimamia, akili ya mwanadamu iweze kutawala na kudhibiti maisha yake. Kwa hiyo hizi sheria za kweli manake ndizo zinazoweka misingi ya sheria zote ambazo tunaziona, sheria ambazo mwanadamu amezitengeneza. Kwa hiyo pia hizi kanuni ndio msingi wa kweli. Ukitaka ujue ukweli kuhusiana na maisha, ukitaka ujue ukweli kwa nini tupo katika hii dunia, ukitaka ujue ukweli kwa nini mambo yanaonekana jinsi yalivyo, lazima ufahamu hizo kanuni 4 ambazo tutaenda kujifunza. Hizi kanuni ndizo zinazoweka msingi wa kweli wa kudumu. Pia hizi kanuni ndizo zinazoweka msingi wa utaratibu wote ambao unafanyika katika hii dunia. Kwa hiyo na hizi kanuni kama tulivyosema, kazi yake zinaweka utaratibu ili kuongoza jambo fulani liweze kufanya kazi kama lilivyokusudiwa. Pia kanuni tunaweza tukasema ni msingi ambao matokeo ya maisha hujengwa juu yake. Kwa hiyo matokeo yote ya maisha ambayo tunayaona, katika maisha ya mwanadamu, manake yamejengwa katika msingi wa sheria. Zipo kanuni ambazo zinahakikisha kunakuwa na michakato, kunakuwa na taratibu ambazo zinaongoza ili kuweza kuzalisha matokeo ambayo tunayaona kwa nje. Kumbuka ukifuatilia lile somo tulilojifunza ambalo linahusiana na sifa 10 za sheria za milele, nafikiri utakuja kuielewa hii point, namna sheria za milele zinavyosimamia sababu na matokeo. Mtu unapofanya tendo, manake sheria zilizopo kwenye maisha au sheria za milele ndizo zinazofanya kazi kwa pamoja ili kuweza kuleta matokeo. Kwa hiyo matokeo ambayo tunayaona katika maisha ya mtu manake yanaongozwa na hizi sheria au yanaongozwa na hizi kanuni. Pia kanuni tunaweza tukasema ni mfumo wa milele unaolinda kusudi la mwanadamu kama mshirika wa kazi ya uumbaji, mtawala mwenye hekima na msimamizi mwaminifu wa uumbaji wa Mungu duniani. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunaweza tukazungumzia kwa mfumo kama ukuwa sheria ni mfumo ambao
unarinda kusudi la mwanadamu kuwepo katika hii dunia. Maanake ukitoa hizi sheria katika maisha, mtu kama atakuwa azifahamu hizi sheria na akashindwa kuzitumia katika maisha yake, maanake huyu mtu kusudi lake la maisha la kuwa mshiriki wa kuendeleza kazi ya uumbaji wa Mungu, la kuwa mtawala na kuwa msimamizi, manake litapotea. Manake huyu mtu atapoteza maana au sababu ya kuendelea kuishi katika hii dunia. Kwa hiyo hapa tutaenda kuangalia faida za sheria au hizi kanuni za milele ambazo zinaongoza uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Na hizi sheria tutaenda kuziongelea katika muktadha wa yale makusudi matatu ya kwa nini mwanadamu yupo katika hii dunia. Hizi kanuni kama tutazifuata au kama tutazijua na tukazitumia katika maisha yetu, maanake zitatusaidia kuweza kulinda kusudi letu la kwa nini sisi tupo duniani. Moja ya kanuni ya uumbaji, kila kitu ambacho unakiona katika maisha maanake kimeumbwa kwa kusudi fulani. Unapoliona jicho limeumbwa kwa ajili ya kuona, masikio yameumbwa kwa ajili ya kusikia, na mbegu imeumbwa kwa ajili ya kuweza kutoa mmea au kutoa mti ambao umefichwa ndani yake. Kwa hiyo kama kila kitu katika maisha kimeumbwa kwa kusudi, ndivyo ilivyo katika maisha ya mwanadamu. Binadamu yoyote unayemwona katika dunia ameumbwa kwa kusudi. Na kanuni ni kama reli za treni. Reli hazizuii treni, zinaiwezesha treni iweze kufika kule inakotaka. Nafikiri huu mfano ni mfano mzuri sana ambao unahusianisha kati ya sheria za milele pamoja na kusudi la maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo sheria za milele au kanuni hizi 4 za milele zipo kama reli. Kwa hiyo kazi yake manake ni kutengeneza njia ili mwanadamu aweze kupita, aweze kufikia kwenye hatima yake ambayo anaielekea. Kwa hiyo nini kitatokea kama hakutakuwa na reli? Manake treni itashindwa kupita. Ndivyo ilivyo hata katika maisha ya mwanadamu. Ukitoa kanuni za milele ambazo zinaongoza na kuendesha maisha ya mwanadamu, manake mwanadamu atashindwa kuweza kufika kwenye ile hatima ya maisha ambayo alikuwa amekusudia Mungu. Kwa hiyo tunasema reli hazizui treni, zinaiwezesha kufika inakokwenda. Ndivyo ilivyo katika kanuni za maisha. Kwa hiyo kanuni za maisha hazituzuii, hazitunyimi uhuru. Kanuni za maisha zinatupa uhuru tuweze kufika kule ambako tunafika. Na tunaenda wapi? Manake kila mwanadamu anaenda kutimiza yale kusudi matatu kwa nini yuko katika hii dunia. Kwa hiyo manake unavyofuata kanuni zinakupa nguvu ya kupeleka kule ambako Mungu alikuwa amekusudia. Kwa hiyo tunaweza tukasema kanuni hazipunguzi uhuru wetu, zinatulinda tusipoteze kusudi letu. Kwa hiyo hizi kanuni 4 zipo si kwa ajili ya kutunyima uhuru. Hizi kanuni zipo kwa ajili ya kutulinda, kwa ajili ya kutuwezesha tuweze kufikia lile kusudi ambalo tunalitamani kuifikia katika maisha yetu. Kwa hiyo pia faida nyingine ya kufuata hizi kanuni, ya kuziishi hizi kanuni, tunasema hizi kanuni ndizo zinazotuwezesha tuweze kuendeleza kazi ya uumbaji. Mwanadamu aliumbwa na Mungu ili kuendeleza kazi ya uumbaji, na tunaendeleza kazi ya uumbaji kupitia maarifa, kupitia hekima na kupitia ufahamu. Moja ya kanuni hizi 4 za milele tunasema ni kupenda maarifa, ni kupenda hekima, ni kupenda ufahamu kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, kwa moyo wako wote. Hii ni kanuni ya milele. Watu ambao wataitii hii kanuni, wataitii sheria, ndio watakuwa na uwezo wa kuweza kuumba mifumo, kuumba biashara, kuumba miji, kuumba teknolojia, kuumba sayansi. Na watu ambao wanavunja sheria, manake hawa watu watakuwa watumwa kwenye kazi ambazo watu
wanaotii hii sheria watakuwa wameziumba kupitia akili zao ambazo zina maarifa, zina ufahamu na zina hekima. Kwa hiyo kupitia utii wa hii kanuni ndio inayotuwezesha tuweze kuumba teknolojia. Hii kanuni ndio inayotuwezesha tuweze kuumba sayansi. Ndio kanuni inayotuwezesha tuweze kuumba teknolojia, tuweze kuumba biashara, tuweze kuumba kutengeneza vitabu, tuweze kutengeneza maarifa, tuweze kutengeneza ufahamu, tuweze kutengeneza familia na tuweze kutengeneza jamii bora. Kwa hiyo tunavyotii hizi kanuni zinatusaidia kuumba ulimwengu au kuumba dunia ambayo tunaitaka. Tunapoivunja sheria, maana tunapoteza uwezo wa kuweza kuumba vitu ndani ya akili zetu. Kwa hiyo tunasema tunakuwa tunaendeleza kazi ya uumbaji kwa sababu tunakuwa tunaendeleza kazi ya uumbaji pale akili zetu zinapotii na kufuata hizi kanuni 4 za milele ambazo Mungu aliziweka katika uumbaji. Kwa hiyo tunasema bila kanuni hizi ubunifu unaweza kugeuka kuwa uharibifu. Hii ni kanuni ya msingi. Maana tukifuata hii kanuni tunakuwa waumbaji wa hatima za maisha yetu. Tukivunja hii kanuni, maana mazingira yanaanza kutuamlia hatima ya maisha yetu. Kwa hiyo bila maarifa, bila maadili yanaharibika kuwa uharibifu, na nguvu bila hekima inaweza kuumiza. Nafikiri hivi vitu tutaenda kuvichambua huko baadaye, ni kivipi vinaingiliana na kanuni na makusudi ya kwa nini mwanadamu yupo katika hii dunia. Pia tunapotii hizi kanuni au tunapozifuata hizi kanuni zinatuwezesha sisi tuweze kuwa watawala. Tutaenda kuzisoma hizi kanuni kwa undani huko baadaye, ni namna gani zinatuwezesha kuweza kufanya hivyo vitu vyote ambavyo tumeviona. Ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 26 mpaka 27, Biblia pale imeeleza vizuri kabisa. Imeeleza kusudi au sababu kwa nini Mungu alimuumba mwanadamu. Mungu alimuumba mwanadamu ili awe mtawala juu ya dunia na vitu vyote vilivyomo ndani yake. Kwa hiyo tunapotii hizi sheria 4 za milele, hizi sheria zinatuwezesha sisi tuweze kuwa watawala katika hii dunia. Kwa hiyo tunasema ukiwa na mamlaka bila kanuni, mamlaka yoyote ambayo haitembei katika hizi kanuni 4, mamlaka hiyo inageuka kuwa uharibifu. Mamlaka hiyo inageuka kuwa udhalimu. Kwa nini inageuka kuwa udhalimu? Kwa sababu mwanadamu alipewa mamlaka, na ili atimize haya mamlaka lazima kuwe na sheria, kuwe na kanuni ambazo zinakuwa zinadhibiti hii mamlaka ambayo mwanadamu amepewa. Kwa hiyo kutokana na hizi kanuni ni za muhimu, kutokana na hizi sheria ni za muhimu. Kwa hiyo wafalme wote, watawala wote, mzazi, mwalimu, kiongozi yoyote anahitaji hizi kanuni. Kwa hiyo hizi kanuni ndizo zinazofundisha wazazi au zinazofundisha walimu, ndizo zinazofundisha viongozi haki, ndizo zinazofundisha uwajibikaji, ndizo zinazofundisha uaminifu. Hizi kanuni ndizo zinazofundisha hekima. Huko baadaye nafikiri tutaenda kuziangalia. Kwa hiyo mamlaka hutumika kujenga badala ya kubomoa. Kwa hiyo mamlaka au mwanadamu anapofuata hizi kanuni au hizi sheria katika kutimiza jukumu lake la kutawala, tunasema mwanadamu anageuka kuwa mjenzi wa jamii badala ya kubomoa. Mwanadamu anapozivunja hizi sheria, manake anageuka kuwa mharibifu wa mazingira. Kwa hiyo pia hizi kanuni ndizo zinazotuwezesha kusimamia uumbaji. Mwanadamu si mmiliki mwisho wa dunia. Mwanadamu ni msimamizi wa uumbaji, kazi ya mikono ya Mungu. Kwa hiyo na msimamizi mzuri lazima ajue kanuni za mazingira. Kwa hiyo hili tuweze kusimamia kazi ya uumbaji ambayo Mungu alitupa, lazima tujue kanuni au sheria
zinazoendesha mazingira. Lazima tujue kanuni za uchumi, lazima tujue kanuni za mahusiano, lazima tujue kanuni za kiutawala, kanuni za kiongozi, lazima tujue kanuni za kimaadili, lazima tujue kanuni za kiroho. Kwa hiyo mwanadamu tunapofuata hizi kanuni au hizi sheria, hizi kanuni automatically zinatusaidia tuweze kuwa wasimamizi wazuri wa kazi ya uumbaji ya Mungu. Kwa hiyo hizi kanuni pia ni muhimu kwa sababu zinatulinda dhidi ya kujiangamiza. Kitu chochote katika maisha kinapovunja sheria za uwepo wake, hicho kitu kinaanza kuharibika automatically. Kwa mfano ukachukua engine ya gari ambayo ilitengenezwa kwa ajili kwa ajili ya mafuta kukaa ndani yake, wewe ukaamua kuweka maji ya bali, nini kitatokea? Manake utaamsha sheria za uangamivu ndani ya hiyo engine. Ndivyo ilivyo katika maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anapovunja hizi sheria, manake anaamsha kanuni za athari za uangamivu ambazo zinakuja na kuanza kuangamiza kusudi au sababu ya kwa nini yupo katika dunia. Kwa hiyo tunapozifahamu hizi kanuni, tunapozifahamu hizi sheria, kunakuwa na faida kubwa sana, kwa sababu zinakuwa zinatulinda tusiweze kujiangamiza. Kwa hiyo hizi kanuni pia ni za muhimu kwa sababu ndizo zinazotuunganisha na chanzo. Ukiangalia chanzo cha mwanadamu ametokea wapi? Mwanadamu ametokea ndani ya ufahamu wa juu. Mwanadamu ametokea ndani ya akili ambayo ina hekima ya hali ya juu, ambayo ina maarifa, ambayo ina ufahamu. Kwa hiyo tunapopenda maarifa, tunapopenda hekima, tunapopenda ufahamu, maana tunajiungamanisha na chanzo chetu, tunajiungamanisha na chanzo kilichozalisha akili zetu, chanzo kilichozalisha ufahamu wetu, chanzo kilichozalisha uelewa wetu, chanzo kilichozalisha ulimwengu ambao tunauishi. Kwa hiyo kwa kuzifahamu hizi sheria, kwa kuzifahamu hizi kanuni, zinatusaidia tuweze kujiungamanisha na chanzo ambacho tumetoka ndani yake. Faida ambazo tunazipata kutokana na kuzitii hizi sheria 4 za milele ambazo zinarinda uwepo wetu wa kuwepo katika dunia. Kitu cha kwanza, sheria hizi zinatusaidia kuweza kulinda kusudi letu. Sheria hizi zinatupa faida ya kuwezesha kuendeleza kazi ya uumbaji. Hizi kanuni zinatusaidia kutupa uwezo wa kuweza kutawala mazingira yetu, kutawala kazi ya uumbaji kwa hekima. Pia kwa kufuata hizi kanuni au hizi sheria zinatusaidia tuweze kusimamia uumbaji kwa uaminifu. Pia kwa kufuata hizi kanuni au kwa kufuata hizi sheria zinatusaidia tuweze kuepuka kujiangamiza. Pia kwa kufuata hizi kanuni au kwa kufuata hizi sheria, kwa kuzijua na kuzitumia katika maisha, zinatusaidia tuweze kuishi kwa maelewano na muumbaji, au zinatusaidia tuweze kujiungamanisha na muumbaji, na Mungu ambaye aliumba mbingu na nchi, akaumba ulimwengu, akatumba na sisi wanadamu, na akatupa akili na ufahamu ili tusaidie tuweze kutawala, tuweze kusimamia na tuweze kutawala ulimwengu. Siku ya leo nafikiri tutaishia hapa. Siku inayoenda kufuata tutaenda kuzungumzia faida ya ujumla. Sasa kumbuka hapa tulikuwa tunaongelea faida za kutii au kufuata hizi kanuni za milele kulingana na yale makusudi matatu ya uwepo wa mwanadamu katika dunia. Siku inayofuata tutaenda kuangalia kwa ujumla faida ya kufuata hizi kanuni 4 za milele. Kuna faida gani? Kuna faida nyingi za ujumla. Nafikiri somo linaloenda kufuata tutaenda kuzielezea kwa ufupi, na baada ya hapo tutaenda kuelezea hizo kanuni 4 za milele ni zipi. Kama huja follow video hii, unaweza ukafollow, unaweza ukalike, na unaweza ukashare kwa mtu mmoja au watu wawili, ili uwe sehemu ya kusambaza maarifa katika hii dunia.